Kwa siku wako chini ya BMT na TFF, uwezo ukajua sasa mwanasheria kaitwa kwa issue gani. TFF vile vile ni baba wa mpira, anaweza akaona drama zinaendelea mitandaoni, huku unasemekana Azizi anadai, Azizi anakuambia ashalipwa, mwanasheria si mwingine wakala anakuambia anadai. Kwa TFF wametaka kuclarify hili jambo, lipo kweli amelipwa au hajalipwa, kwa sababu mwisho wa siku TFF lazima waangalie pia maslahi ya pande zote mbili, kwa mchezaji, kwa timu na kwa mawakala na management ya mchezaji. Kwa hiyo pengine baada ya TFF kuona sakata hili mitandaoni, wamewiwa kuwaita pande za Andambwile na pande za Young Africans kwenda kujadili kinachoendelea mitandaoni. Ila sasa kuhusu kesi ipo au haipo, mimi sifahamu, ila ninachofahamu Azizi Andambwile mwenyewe kupitia mitandao yake ya kijamii amekanusha story ambazo zinaendelea kwamba yeye anadai. Sasa the one source ya ili sakata yeye mwenyewe Azizi Andambwile, na yeye mwenyewe amesema hada. Sasa mwanasheria anaweza akatokea mwanasheria ambaye uelewi ni wa Andambwile, wakala ni wa Andambwile, sio wa Andambwile, lakini as long as Andambwile mwenyewe ameshasema haidai Yanga, basi jambo limeisha. Ulisikia afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally ameingilia kati sakata na yeye ametia neno lake. Sasa Yanga ni kubwa na kurukaruka kwa marage ndio kuiva kwake. Yaani mpira wa nchi hii sasa hizi ulipofikia, kama unahitaji Yanga, either unahitaji kwa mazuri, either unahitaji kwa mabaya, mambo yako hayawezi yakaenda. Yaani sasa hizi content ya nchi ni Yanga Afrika. Kwa hiyo swala la msemaji wa timu nyingine unaenda sio, alikuwa anaenda wapi jana? Kwa nini nimemuona yeye hapo? Alikuwa anaenda msibani. Alikuwa anaenda Kigoma. Yaani shughuli inayompeleka Kigoma ameona haina ukubwa wa kuizungumza kwenye media, akaanza kuzungumza wachezaji wa timu nyingine. Yaani huyu ni mfamaji aishi kutapata hapo. Sasa kwenye timu yake anazungumza nini? Hana cha kuzungumza. Kwa hiyo swala la yeye Azizi Andambwile tulijua baada ya waandishi machawachawa, wachambuzi vierere uruka nalo, tulijua tu na yeye litamfikia, kwa sababu hakuna story zaidi ya Yanga Afrika. Kwa hiyo wachambuzi vierere ndio akina nani Kevo? Hao unaoona leo anakuambia sijui Dube ana hadhi ya kucheza Yanga, hao wanakuambia sijui Yanga imeshuka kiwango, hao ambao wanakuambia sijui Azizi Andambwile anadai. Yaani unashindwa kuwaelewa hawa watu wako vipi. Mbona kila siku wanalala na Yanga, wanaamka na Yanga? Hata Yanga ikicheza vizuri utakuja kushangaa wanamchukua mchezaji mmoja na kwambia wameshinda 6 sawa, lakini mmoja amecheza chini ya kiwango. Kwa hiyo hawa watu ni wachambuzi na waandishi vierere. Yaani mimi sioni hata sehemu pa kuwachambua, kwa sababu wote mnafahamu mpira wa Tanzania. Unalala na hili kesho unaamka na hili, unalala na hili kesho unaamka na hili. Kwa hiyo sijui nyinyi waandishi wa habari mnawachukuliaje, lakini mimi ninachofahamu ni waandishi na wachambuzi machawacha. Lakini unasema wanachokiongea kuna muda ni kweli, kwa sababu wote tunashuhudia. Wewe unaona kuna muda ni kweli? Sasa hivi tunaona kama Yanga fitness hakuna, lakini mashabiki wa Yanga wao hawataki kuambiwa. Sasa Yanga hakuna fitness, lakini Yanga ndio imeshinda 4-1. Nikumbushe tokea ligi imeanza msimu huu imecheza na timu ambayo ipo chini katika ligi kuu. Yaani ni kama ingekuwa ndio mwisho wa msimu ilikuwa inashuka daraja. Na ingekuwa ndio mwisho wa msimu Yanga ingekuwa bingwa pia. Yaani sijui mnashindwa yaani wewe unaelezea madhaifu ya KMC kwa sababu yuko chini kwenye msimamo, unasahau na Yanga pia yuko juu kwenye msimamo. Ni vitu viwili ambavyo uwezo kaviongelea kwenye football. Tunaona ligi mbalimbali mtu wa mwisho anamfunga mtu wa kwanza. Sasa usidharau KMC, kwa sababu KMC wanapocheza na Yanga ni tofauti na KMC wanapocheza na Namungo. KMC pale wamekuja kucheza kufa kupona. Nyewe wote ni mashahidi. Mlikuwa mnaona kuna clips zinatembea mtandaoni, wachezaji wa KMC wanasema kwani Pacome ndo nani? Si mchezaji kama si. Kwa hiyo ni watu ambao walikuja kucheza na Yanga wakiwa wameuma neno. Kwa sababu hata ukiangalia KMC mechi zote za nyuma alizocheza hajafungwa goli 4, amefungwa goli 1-0, 2-0, 2-1, akaja akafungwa na Mbeya City kama sikosei 3-1. Kwa hiyo pengine KMC amefungwa mpaka anakuwa wa mwisho kwenye msimamo sasa hivi tunavyoongea, lakini hajafungwa goli nyingi kama alizofungwa zidi ya Yanga. Na ushindi wa Yanga na KMC ndio ushindi mkubwa kuliko ushindi wowote kwenye ligi ya Tanzania tokea imeanza msimu huu. Sasa underestimate vipi Yanga na kusema kwamba fitness imeshuka, Yanga haichezi vizuri? Okay fine, timu ipi inacheza vizuri? Na kwa nini hajashinda goli 4 ambazo Yanga ameshinda kutokea ligi imeanza? Hajakutana bado na KMC. Kina nani hajakutana na KMC? Simba. Kwa hiyo kumbe wewe ukiongelea ligi lazima uongelee Simba. Nimezaje na Azam pia. Sasa yani Azam ashakutana na KMC? Simba ashakutana na KMC? Tuwafichi, tunzeni. Simba na Azam wakikutana na KMC hawashindi 4-1. Yaani ushindi wao mwingi sana. 2-1, 2-0, 1-0. Yaani unaona nini mpaka unasema hivyo? Ndio nakwambia, yani tunza receipt. Wewe unadhani kwamba Yanga fitness imeshuka, KMC ni mpinzani dhaifu, Yanga ingestahili kushinda zaidi ya goli 4? Basi tunzeni hii. Hao wote ambao mnadhani nyinyi ni wako imara
wakicheza na KMC hawawezi wakapata ushindi wa goli 4-1. Yaani wakizidi sana 2-1, 2-0, 1-0. Maneno ni mengi, wanasema kwamba msimu huu Young Africans sajili mzofanya ni kama zimebuma K4. Sasa maneno huwezi kuzuia watu kuongea maneno. Na mbaazi kosa maua usingizia jua. Unasema vipi Yanga imeshuka kiwango kuliko ya msimu jana? Yanga msimu jana imekuwa bingwa ligi kuu, ijawa bingwa wa ligi kuu. Ila imesubiri mechi ya mwisho iamue nani anakuwa bingwa. Yanga ya msimu jana imecheza hatua ya makundi, imecheza robo finali. Haya, Yanga ya msimu imeshakosa ubingwa. Yanga ya msimu haipo hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa yani nashindwa kuelewa ukisema Yanga, sema Yanga ya msimu jana ilikuwa ina Aucho, ilikuwa ina Chama, ina Kibabage, lakini Yanga msimu tumeshindwa kuziba pengo la nani? Na Khalid Aucho pamoja na Stefan Aziz. Tumefungwa mechi ipi ambapo mpaka unasema kwamba Yanga ameondoshwa kwenye mashindano kwa sababu Aucho hayupo, na Aucho angekuepo Yanga ingeendelea kwenye mashindano. Lakini ilikuwa ni ngumu sana. Sasa main aim ya football match ni kushinda mechi hiyo. Sasa mchezaji aliyeruka kiunzi, mchezaji alipaa, mchezaji alifunga goli kwa upepo, hiyo ni inakuja baadaye. Mashabiki wenyewe wa Yanga wanasema wanashinda, lakini roho inakuwa mkononi sana. Sasa timu inaweza ikawa na kila kitu, lakini moment za mpira wa miguu sija click. Hii Yanga inaweza ikatana hapo hapa kila mtu asiamini. Kwa hiyo ni swala, yani ni bado mapema. Yanga tumecheza mechi 4 kwenye ligi. Tumecheza mechi 4 kule kwenye klabu bingwa za hatua ya awali. Kwa hiyo mechi 8 nyinyi mmeshakubali msimu mzima wa Yanga timu mbovu, timu imeshuka kiwango, wachezaji fitness haiwezi karudi. Yani ni vitu ambavyo yani mimi bado nitakuwa wa mwisho kuamini kwamba eti Yanga ya msimu jana ni nzuri kuliko Yanga msimu. Tusubiri kwanza tuone msimu umefika katikati. Kweli ninachokiongea kiko proven. Saizi bado mapema sana. Yaani huwezi kusema eti kwamba Yanga sio sawa ya msimu jana. Huo ni uongo, huo ni uongo. Sawa, tunaelekea kwenye mechi za hatua ya makundi na hiki ambacho kinaendelea hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii huku Young Africans inasemwa sajili zake, huku madai kama hayo ya wachezaji, pengine hii inaweza ikawatoa mchezoni ikiwa mnaelekea kwenye hii michuano mikubwa kabisa. Sasa ndio maana hao waandishi wa habari, wachambuzi na vinavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii viko against sehemu tu kidogo ya uongozi wa Yanga na mashabiki wa Yanga. Washaona mchezaji yoyote kaingia chaka kwenye hii swala linaloendelea mitandaoni? Hakuna. Yaani wachezaji wako wanajiandaa kwa ajili ya mashindano na wako tayari wakisubiri mashindano yaanze waanze kukidimua. Tutakuwepo New Amani Complex pale tukicheza na AS FAR Rabat. Uje Zanzibar. Alafu utaona hii Yanga inayosemwa mitandaoni sasa hizi kwamba haitaenda hatua ya robo finali ndio hii inayocheza au la. Yaani hawa sisi tunafurahi kwanza wanavyoendelea kuiongelea. Kwa sababu kama uongelee hiyo sio mkubwa. Kwa hiyo wanavyoendelea kuiweka Yanga trending namba 1 kwa kuzungumzwa. It either, yani wanasemaga there is no negative repetition. Yani hakunaga negative perception kwenye jamii. Wewe uiongelee Yanga kwa mazuri, uiongelee Yanga kwa mabaya, tayari ushaipa popularity Yanga. Kwa hiyo wao tunawaomba waendelee kuiongelea Yanga either kwa mazuri, either kwa mabaya, kwa sababu ndio wanaendelea kuiuza chapa ya Yanga. Lakini na nyinyi mnaendelea kuwajibu. Sasa wewe unategemea watu wa kuseme usiwajibu. Sisi mashambulizi tunayarusha wakati wowote. Na sisi sasa hatuchagui. Sisi ukija kichambuzi tunarusha mashambulizi kichambuzi. Ukija kichawa tunarusha mashambulizi kichawa. Ukija sijui kimwandishi wa habari wa kulipwa tunakurudishia na sisi kwa malipo hayo hayo. Bwana, yani sisi Mbona upande wa pili hao hawafanyi K4? Sasa usiforce tufanane. Wanasema mna utoto sana. Utoto upi? Yaani wewe kwa mtazamo wako unaona kuna utoto. Wewe unaona kuna utoto? Wewe unaona kuna utoto? Upande wa pili hawana unajua kuna mchambuzi nishasikia anasema anachofahamu hajui idadi ya mashabiki wa Simba na Yanga nchi hii wakina nani ni wengi zaidi, ila anachofahamu mashabiki wa Yanga wanaipenda timu yao. Kama wao wanasema hawafanyi repetition, either ni ya kweli. Kama wao wanasema wako kimya, hawana mashambulizi ya kujibu. Sasa hii Yanga imekamilika kila sehemu. Utavokuja ndio tunavyokupokea. Sasa usitufananishe na timu nyingine. Na ndio maana unaona na Mungu awajibu. KMC mnaandama wiki nzima wanashuka daraja. Mjamsikia hata msemaji wao Alidi Chukuchuku akiwajibu. Lakini Yanga hata ukisema tu Pacome anatembea kama anachechemea, sisi tutakujibu, tutakwambia achechemei, amechoka. Kwa hiyo ni swala sisi kuwajibu lisiwashangaze, kwa sababu tutaendelea kuwajibu na tutaendelea kuwajibu, na sisi hatuchoki kuwajibu kwa sababu si wana vierere, si wanawashwa. Sisi tutawakuna tabia za umbea, sisi ndio tunazipenda ili tudili nao. Sawa, wakati mnacheza mechi yenu ya kwanza kwenye Zanzibar, watani zenu Simba na wenyewe watakuwa kwenye Mkapa dhidi ya Petro Rwanda na wenyewe wanakimija pale. Unaiona Simba ikifanya vizuri kwenye kundi lake pamoja na hii mechi ya kwanza, kwa sababu nyota njema huanza kuonekana asubuhi. Sasa hii nakupa exclusive kwa mtazamo wangu mimi. Ukiliangalia kundi letu
ukaliangalia na kundi lao. Kundi lao ni gumu sana, afu kundi letu ni jepesi sana. Ila sasa ukiangalia kwa jicho la kulewa, baada ya kusoma kwa wachambuzi, baada ya kusikia kwa watu wambea ambao hawataki mema Yanga, utajua basi Yanga tuko kwenye kundi gumu kiasi gani. Sikufichi, nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kama Simba wanaenda hatua ya robo finali. Esperance de Tunis ni bingwa Tunisia na ametoka kushindana mashindano yale ya klabu bingwa ya dunia Marekani. Stade Malien ni bingwa wapi? Wa Mali. Young Africans ni bingwa wa Tanzania. Al Ahly ni bingwa wa Misri, lakini ni bingwa wa kupewa. Bingwa tunamjua ni Pyramid. JS Kabylie ni bingwa wapi? Sio bingwa Algeria, sio JS Kabylie. AS FAR Rabat ni bingwa wapi? Bingwa Morocco ni Berkane. Yanga tuko kwenye kundi ambalo hata mwenye ubingwa huyo Al Ahly ameupata mezani, ila sisi kwenye kundi letu sisi ndio bingwa mtetezi. Haya, kwenye kundi la Simba kila mtu bingwa. Simba peke yake ndo kaenda pale kutia huruma. Lakini Simba ndio yupo pote namba 2, anaanza Esperance de Tunis, anafuata Simba, afu ndo anafuata hao wengine. Kwa nini nasema kwamba Simba hawezi kufuzu? Yanga yuko pote namba ngapi? Namba 2. Kwa nini sasa mnasema Yanga wako kwenye kundi gumu? Wakati hao wote nikuibie tu siri. Ukichukua kundi letu lile ukaangalia kila mtu alivyofanikiwa miaka 5 ya nyuma, unagundua Yanga na Al Ahly ndo best team. JS Kabylie wana historia sawa, washachukua back to back kombe la shirikisho 99, 2000, 2001, washachukua klabu bingwa 85. Ukija ukiangalia AS FAR Rabat sawa, washachukua shirikisho 2005, washacheza CAF Champions League finali 80, lakini angalia miaka 5 ya hivi karibuni. Yanga tumecheza finali shirikisho, tumecheza robo finali klabu bingwa, tumecheza hatua ya makundi mara 2 mashindano ya CAF. Haya, JS Kabylie ni mgeni sasa hizi kwenye miaka 5 ya hivi karibuni kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. AS FAR Rabat pengine ndo mgeni kabisa kwenye mashindano sasa hizi ya klabu bingwa barani Afrika kwa miaka 5 ya hivi karibuni. Sasa unai-underestimate vipi Yanga? Tunakubali kweli kundi tulilokuepo nalo, Misri ligi ya kwanza kwa ubora, Algeria ligi ya pili kwa ubora, Morocco ligi ya 3 kwa ubora, Yanga ligi ya 4 mpaka ya 5 kwa ubora. Ukiangalia kwa level za kiligi na competition, unasema kweli hawa watu tuko nao ni wakubwa. Lakini ukitrace team moja my friend, Yanga yani Yanga pale tupo na tuna deserve kuwa kundi lile. Na kwangu mimi ukiliangalia kundi la Yanga ni kundi gumu kimtazamo, lakini ni kundi jepesi sana kama tutacheza uwanjani kwa kuheshimu wapinzani na tukatafuta matokeo. Al Ahly, yani unajua ubaya wa kundi letu, Al Ahly anajua anachukua pointi 3 kwa Yanga, anachukua pointi 3 kwa FAR Rabat, anachukua pointi 3 kwa JS Kabylie. Haya, kwenye kundi la Simba nani ana uhakika kuchukua pointi 3 kwa watu wote waliobakia? Taja hata mmoja. Petro ana uhakika atachukua zote 3 kwa Esperance de Tunis. Simba ana uhakika atachukua zote 3 kwa Esperance, kwa Petro na kwa Stade Malien. Stade Malien nyingi ambao mnamuona nyinyi ni mchovu, hana uhakika hata kama atafungwa, yani atawafunga hao watatu nao kwambia. Kwa kundi la Simba kiliangalia technically ni kundi gumu, kwa sababu hakuna mpinzani hata mmoja kwenye kundi ana uhakika wa kuchukua alama 6 kwa wapinzani wake hata kwenye mchezo wa nyumbani. Lakini kundi la Yanga, Al Ahly anajua akija nyumbani kwake Yanga anamfunga, akija nyumbani kwake AS FAR Rabat anamfunga, akija nyumbani kwake JS Kabylie anamfunga. Kwa ana uhakika wa alama 9 za nyumbani. Sasa kwenye kundi la Simba wote pale hamna mtu mwenye uhakika wa alama 9 za nyumbani. Sasa wanaweza vipi kuqualify? Na uhakika wa kuchukua alama 3 mkiwa nyumbani kwa timu zote? Sisi tuna uhakika wa kuchukua alama 3 tukiwa kwa JS Kabylie nyumbani kwake JS Kabylie. Tuna uhakika wa kuchukua alama 3 tukiwa na AS FAR Rabat mchezo wa kwanza tutaocheza New Amaan Complex tarehe 22. Tuna uhakika wa kuchukua alama 1 tukicheza na Al Ahly. Sasa kama sisi tuna faida ya kuchukua alama 3 ambazo kwenye pepa unaziona kabisa away, Simba na uhakika wa kuchukua alama 3 away kwa kama tu mechi za awali hizi hajashinda hata moja nyumbani. Nyie mnauhakikishia vipi taenda hatua robo finali kwa wapinzani wakubwa namna hii kama Petro, kama Esperance de Tunis, kama Stade Malien? Yani hii mnasahau kwenye mashindano msimu huu hatua za awali Simba hajashinda mchezo hata mmoja nyumbani. Amedraw tena kwa 1-1 na nyingine amedraw 0-0. Tena na wapinzani ambao ni dhaifu kweli kweli. Alikuwa tayari ana matokeo yenyewe. Sasa kwenye hatua ya makundi au angalia aggregate, unaangalia alama 3 muhimu. Kitu ambacho Simba sina uhakika kama anaweza kuchukua alama 3 zote za nyumbani. Hata hizo 6 mimi simuoni, kwa sababu sioni akimfunga Petro de Luanda nyumbani, sioni akimfunga Esperance de Tunis nyumbani. At least huyu Stade Malien anaweza akafanya mauchawi yake ambayo tumeyakimbia kwa Mkapa akachukua alama 3. Lakini hao wote waliobaki
hana uhakika wa kuchukua alama 3. Sisi Yanga tuna uhakika wa kuchukua alama 3 kwa wapinzani wawili. Huyo Al Ahly mwenyewe sasa hizo ukimuuliza uko kundi moja na Yanga na JS Kabylie na AS FAR Rabat, unaona wapi atakupa shughuli? Lazima atahitaji Yanga kwa sababu anakujaga hapa Tanzania, anaona anachokutana nacho. Kwa hiyo hata huyo Al Ahly ambao mnadhani sisi tunamuogopa, na yeye anaifikiria Yanga kuliko timu yoyote kwenye kundi lake. Haya, Simba anafikiriwa na nani? Petro anafikiriwa na nani? Esperance anafikiriwa na nani? Jamani, kundi la Yanga ni jepesi, ila ukiangalia kwa jicho la uchambuzi wa kuokota mitandaoni utajua tuko kwenye kundi la kifo ambalo hatuwezi kuqualify. Lakini nawahakikishieni nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kama Simba anaenda hatua ya robo finali. Sawa.